Habari ndugu na dada katika Kristo. Karibu katika mfululizo wetu wa Genesis hadi Ufunuo. Leo tunasoma Genesis 15 ambako tunaona moja ya matukio muhimu zaidi katika historia ya ulimwengu, agano la Mungu na Abrahamu. Hii si hadithi tu, ni msingi wa imani yetu yote. Hebu tuanze kwa kusoma neno la Mungu. Baada ya mambo haya, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika ono likisema, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako, ujira wako ni mkuu sana. Genesis 15:1. Katika kipindi hiki tutaona jinsi Mungu alivyomjibu Abrahamu, alivyothibitisha agano lake na mambo ambayo mara nyingi tunayakosa katika hadithi hii muhimu. Abrahamu alikuwa na wasiwasi. Alikuwa amepokea ahadi nyingi za Mungu lakini bado hakuwa na mtoto. Aliuliza, Bwana Mungu, utanipa nini? Mimi ninaenda bila mtoto. Genesis 15:2. Hili ni swali la mtu wa kawaida, swali la mtu mwenye imani lakini anayehoji. Na Mungu hakumlaumu. Badala yake alimwongoza nje na kusema, tazama anga, uhesabu nyota kama unaweza kuzihesabu. Hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Genesis 15:5. Na hapa ndipo tukio muhimu zaidi katika agano. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia hilo kuwa haki. Genesis 15:6. Kuna mambo muhimu ambayo mara nyingi tunakosa hapa. Kwanza, maneno usiogope yanatokea mara ya kwanza katika Biblia. Hapa Mungu anaanza mfumo wa faraja ambao utaendelea kupitia maandiko yote. Pili, Abrahamu aliuliza maswali magumu, utanipa nini? Lakini Mungu hakumkaribisha. Mungu anapenda mazungumzo ya ukweli na watoto wake. Tatu, wakati Mungu alipotaka kuthibitisha agano, alivumilia kutumia desturi za kiutamaduni za wakati huo, kukata wanyama viwili. Lakini hawakukata ndege. Hii ni ishara, agano la Mungu haliwezi kuvunjwa kama vile ndege hawakuweza kukatwa viwili. Mabadiliko makuu ya kiroho yanajitokeza hapa. Abrahamu anapita kutoka hofu, usiogope, hadi uhakika wa Mungu. Anapita kutoka maswali hadi imani, na Mungu anamhesabia imani yake kuwa haki. Hii ni mapinduzi. Si matendo yake mazuri, si utakatifu wake, ni imani yake tu. Na tofauti kubwa, katika desturi za kale, pande zote mbili zingeweza kupitia kati ya wanyama waliokatwa. Lakini hapa ni Mungu tu, kama moto mkuu na jiko la moshi, aliyepita. Mungu peke yake anajitwika mwenyewe katika agano hili. Abrahamu hawezi kulivunja agano hili kwa sababu si agano la pande mbili, ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Wanyamapori walikuwa wakishuhudia tukio hili la kipekee. Nimeona mambo mengi kutoka angani, lakini hili ni la kipekee. Mungu mwenyewe anatia ahadi yake mkononi. Nimeona watu wakivunja ahadi, lakini leo Mungu anaonyesha kwamba ahadi yake haiwezi kuvunjwa. Mwanadamu huyu Abrahamu ana baraka kubwa, Mungu anaongea naye kama rafiki. Lakini anahitaji kujifunza kutumaini zaidi. Ndiyo, wanadamu wana baraka za kipekee, lakini mara nyingi wanasahau jinsi Mungu anavyowafadhili. Uumbaji wote unasubiri, tutaona baraka zinapotokana na imani ya Abrahamu. Sasa tutumie hili katika maisha yetu. Genesis 15 inatuonyesha kwamba tunaweza kuuliza Mungu maswali magumu bila hofu. Yeye si Mungu wa kiburi, yeye anapenda mazungumzo ya ukweli. Imani si kujua kila kitu, ni kutumaini yeye anayejua kila kitu. Kama vile Abrahamu, tunaweza kuwa na mashaka lakini bado kuamini. Na muhimu zaidi, ahadi za Mungu ni za hakika kwa sababu yeye mwenyewe anaziahidi. Si sisi tunazohifadhi, ni yeye. Kama una hofu kuhusu ahadi za Mungu katika maisha yako, kumbuka Genesis 15:6, akamwamini Bwana, naye akamhesabia hilo kuwa haki. Haki yako haitegemei utendaji wako, inategemea imani yako katika Mungu mwaminifu. Tuombe. Baba wetu wa anga, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kama Abrahamu, mara nyingi tuna maswali na mashaka. Tusamehe tukiogopa badala ya kuamini ahadi zako. Tufundishe kuishi kwa imani, tukijua kwamba haki yetu inatoka kwako, si matendo yetu. Tunakuomba katika jina la Yesu, amen. Asanteni kwa kujiunga nasi katika utafiti huu wa Genesis 15. Kumbukeni, Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Jisikia huru kuuliza maswali na jifunzeni kuishi kwa imani. Tuonane katika somo lijalo.